kwamba mpango ukawekwa pasiwe na miundombinu ya hawa watu kusafiri. Watakula nini kama if it is not an economic sabotage? Unataka wale nini hawa watu? Unachoma kituo cha Dawasco kinachowapa maji safi na salama. Unataka waishije hawa watu? Hii si serikali. Unataka hawa si serikali. Hawa watu waishije? Mabasi 6, nyumba binafsi 273, vituo vya polisi 159, vituo binafsi vya mafuta 672. Vituo vya mafuta hivi, mafuta haya si kwa ajili ya mwenye kituo, ni nishati ya usafiri, moja atoke hapa aende pale. Hii si ya mwenye kituo, hii si ya serikali, si ya kuisafirisha serikali. Hata aliye mgonjwa anahitaji usafiri, atoke mahali aende mahali fulani. Hii si afya ya serikali, ya mtu mmoja mmoja, ya Mtanzania mtu mmoja mmoja. Magari ya watu binafsi 1642. 1642. Hawa ni watu binafsi. Haujui dini yake, haujui uumini wake wa chama chochote cha siasa. 1642. It's an economic sabotage. Watanzania hawa wote hawa, awe ana duka lake, ana gari yake, ana kitu, ni watu wanajikusanya sana kufanya haya mambo. Anajikusanya sana. Hata ninyi hapa hamjanunua magari kwa ziada, nyinyi mmejikusanya sana, mmejinyima. Ndio maisha ya Mtanzania, ndio maisha ya Watanzania walio wengi. Wanajikusanya. Pikipiki binafsi 2268. Magari ya serikali, zingine ambulance, mengine magari ya afya 976. Na hizi ni takwimu za mwanzo tu, bado watu wana compile takwimu. This is purely an economic sabotage. Umechoma vituo vya mwendo kasi, unataka ukachome stendi ya Magufuli, unataka ukawashe Kinyerezi ambako ndo inatoa nishati ya nchi nzima, unataka ukawashe mafuta. This is purely an economic sabotage. Hii si mali ya serikali, si mali ya mtu binafsi. Hii si mali ya kiongozi wa serikali. It is purely an economic sabotage. Wengine wakawa wanaongelea na reli, wengine wakawa wanaongelea na mali kubwa kubwa, rasilimali kubwa kubwa za Tanzania. Hii si siasa. Kuchoma reli si siasa. Hii sio siasa. Watanzania, mali hii ni yenu na nchi hii ni yenu. Inakasirisha na inaleta ghadhabu sana pale unaposikia na wanaofanya hivi wanatumia Kiswahili waonekane ni Watanzania, lakini hawapo hata Tanzania. Kule wanakoishi na walikohifadhiwa, na nani wengine walishapata na uraia, wanakuambia wewe choma hospitali. Wao hospitali walipo na watoto wao ni pua na mdomo. Wanakuambia choma barabara na reli. Wao kule kwao hata kizibo cha maji hakiruhusiwi kutupa kwenye barabara. Ndizo barabara wanazotumia na magari yao. Ndio maisha yao. Tanzania, tuamke. Ndio tuna mambo yetu. Ndio hapa na pale, hapa na hiki, mtu anaweza akawa na grievances zake, lakini tusitumike kuchoma nchi yetu. Hiyo isitumike kuchoma nchi yetu. Hatuna nchi nyingine. Na ukitaka kujua ni economic sabotage,
kwamba huku kwingine imetafutiwa sababu. Ukitaka kujua ni economic sabotage, linaisha hili, anasema na watalii wasiende Tanzania. Watalii si mali ya serikali. Mtalii akienda Arusha, taxi driver wa Arusha anambeba, tour guide mtoto wa Kitanzania anawasindikiza. Mlima karoti wa Ngare na Nyuki anauza karoti yake. Ili si shamba la serikali. Fedha inayopatikana ndio inapeleka mtoto wa Kitanzania elimu bila ada. Fedha ya kutoka mlima Kilimanjaro inapeleka na watoto wa Songea, inapeleka na watoto wa Kiela, inapeleka na watoto wa Rukwa elimu bila ada. Zaidi ya bilioni 35 kila mwezi. Serikali haina fedha inayoitwa ya serikali. Ni fedha yenu wa Tanzania. Ndio inapeleka hawa watoto. Huyu anawaambieni hawa msiende hapo, na anasema yeye ni Mtanzania. Anaweza akawepo na mtoto wa Arusha naye, kijana wa Arusha naye akasema ndio msije. Anasahau kwamba kuanzia bodaboda, driver taxi, tour guide na mkulima wa karoti na yeye hatauza. Na wa lodge na wa hoteli na atapunguza ajira ya wale walioko kwenye maeneo haya. Hii ni sabotage. Kwa nini yatokee mara hii? Yaani yatokee mara hii ambapo tumeboresha bandari. Yatokee mara hii ambapo tunajenga reli, na reli hii itakuwa ya 5 kwa urefu duniani na ya kwanza kwa Afrika. Na ni standard gauge railway. Si za diesel zile za, ni standard gauge, ni ya umeme. In regional railway. Wenye mawazo ya biashara wananielewa haya. Na kwamba tumeongelea kujenga ya kaskazini na kujenga ya kusini, bandari ya kaskazini na bandari ya kusini. Eti ndiyo haya yatokee ya kuwekea Watanzania makovu yasiyopona. Watanzania tuamke. Mimi niliona niongee na nyie kama moja muhimili. Tuambizaneni ngazi ya familia, tuambizaneni hili jambo si siasa. Hili ni jambo la nchi. Hili ni jambo la uchumi. This is purely an economic sabotage. Ni hujuma ya wazi wazi dhidi ya taifa. Eti miaka yote hii hawajatokea wapenda Tanzania namna hii. Eti mara hii baada ya kwamba ndo mradi wa LNG ambao utafanya Tanzania iwe moja ya producers wa wazalishaji wakubwa wa gesi asilia duniani. Eti baada ya hiyo kwamba ndo sasa inataka kutake off. Eti ndo Watanzania wagawanywe vipisi vipande. Katika mwaka ambapo ndo mradi una take off wa makaa ya mawe, chuma na makaa ya mawe, ambao utafanya Tanzania kuwa moja ya nchi 5 wazalishaji wakubwa wa chuma na makaa ya mawe. Katika kipindi ambapo Tanzania yamegundulika madini, rare minerals, critical minerals ambazo hazipatikani kwenye kila nchi, uranium, nickel. Kwa wadadisi sisi ambao tumeanza kudadisi siasa za Afrika tangu uhuru, tangu walivyopambana uhuru, na mwalimu wangu yeye ni bingwa zaidi wa masuala haya. Hivi ndivyo inafanyikaga kwenye nchi zinazogundua rasilimali. Kwa sababu mkiwa mmeungana hakuna mtu atachukua gesi yenu. Mkiwa mko wamoja hakuna mtu atagusa uranium yenu. Mkiwa wamoja hakuna mtu atagusa. Hakuna mtu atagusa makaa ya mawe, hakuna mtu atagusa chuma. Ndio maana zile nchi maskini zisizo na rasilimali hazijawahi kugawanyika. Tanzania tuamke. Nakiona kitu tunachezeshwa nacho. Ndio maana panalengwa maeneo delicate. Maeneo delicate ndio yanayolengwa, yanayoweza kugawa watu. Moja, nchi inaweza kugawanyika watu wakishakuwa na makovu yasiyotibika, yasiyosameheka. Watu wanagawanyika.
imani za watu wanaweza wakagawanyika. Wana mambo ya imani, watu wanagawanyika. Lakini kingine, kutengenezewa mgongano wananchi na vyombo vyao vya ulinzi na usalama. Ni rahisi sana kugonganishwa wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa sababu gani? Ni rahisi kwa namna gani? Anaingia mtu na mabomu. Ninyi wa Tanzania wote mnajua anayekaa na mabomu ni vyombo vya ulinzi. Mnajua anayekaa na mabomu ni polisi. Mnajua anaokaa na silaha ni polisi na mhalifu mmoja. Anaingia mtu mmoja, wakikusanyika watu akarusha bomu, kidole moja kwa moja kinaenda kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Hivi Watanzania tunajua kazi kubwa vyombo vyetu vinavyofanya. Anaweza akatokea mmoja kwenye vyombo. Mimi niwaombe Watanzania wala tusipelekwe kwenye mtego wa ama kunyosha kidole ama kukosa tumaini na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mimi nishakuwa waziri wa mambo ya ndani, najua haya mambo. Ungejua mambo yalivyokuwa yanatokea hapa Kulanga, Kibiti, Rufiji. Ni vyombo vyetu hivi vimefanya hiyo kazi. Ilikuwa jaribio dhidi ya nchi yetu hilo. Lakini yeyote anayetamani rasilimali za Tanzania, moja ya eneo ambalo angetamani litokee ni wananchi wakosa imani na vyombo vyao. Nani atalinda rasilimali zetu? Ni Watanzania wangapi wana hiyo training na resources za kulinda rasilimali? Guys, tuamkeni. It's purely economic war. Na mimi naona jambo la rasilimali. Hii si siasa hii. Kusema watalii wasiende si siasa. Kutaka kulipua miundombinu yote na ikiwemo miundombinu ambao ni backbone ya nchi yetu, hiyo sio siasa. Hiyo wala sio sira. This pure, yani mtu mmoja anakuwa driven kwenda kwenye eneo. Jamani, hii nchi wa Tanzania si mali ya serikali, hii si mali ya vyama vya siasa. Hii ni mali yenu. Tukatae jaribio lolote linalotuelekeza kwenye kuwasha moto nchi yetu. Tukatae jaribio lolote linalotuelekeza kwenye kuharibu uchumi wote wa nchi yetu hii. Kujenga ni jambo gumu sana, kuharibu ni jambo jepesi. Leo hii kama si vyombo vyetu kudhibiti, yangetimia yote maovu yaliyopangwa. Kwanza gharama ya maisha leo kwa Mtanzania ingekuwa ni balaa. Kutokuaminiana ingekuwa ni balaa. Wiki tu hiyo kuweka, wiki moja siku ngapi hizo, umeona hiyo. Petroli ya 3,000 imekuwa 15,000. Inaua uchumi 100%. Waangalieni wenzetu wa Afrika ya Kaskazini kule. Waliahidiwa neema ambayo walirudi nyuma 100 times. Yani kile walichokiita cha gharama iliongezeka mara 100. Ndio economic sabotage zinaweza kufanyika. Sasa tunapoweka reli, tunaweka bandari zilizoboreshwa ukanda wote wa Ziwani, na wapo wengine walikuwa wanajenga na bandari zao, fufua Tazara. Sabotage. Na mimi jambo linalohusu nchi hata siogopagi. Hawa wanaofanya kazi na mikesha na wamerekruti vijana, wanalipwa. Huyo anayewalipa ana maslahi gani na Tanzania? Atarejeshaje hizo fedha? Na Watanzania amkeni. Wale wenzenu wako na familia zao na watoto wao. Wakiwachochea nyie mkiuana, wao ndo wanalipwa zaidi. Wanalipwa zaidi. Sisi tunauana huko, wao walipwe zaidi. Wanalipwa zaidi.
Mwalimu Nyerere aliwahi kusema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla yeye kununuliwa. Hawa wanaowalipa hizi fedha wanazolipwa watarejeshaje? Wamewaahidi nini wale watu mpaka watu wape hizo fedha? Watu waambie. Wote wanalipwa, wote wanahifadhiwa, wanatunzwa, wana shamba, wanatunzwa, wanalipwa, wana recruit na baadhi ya vijana wengine wako hapo, wamewekwa hapo. Juzi tu tulikuwa tunaombana M-Pesa na mafuta hapa miamala hapa, tulikuwa tunapigana songesha juzi tu. Sasa hivi wanaweza ku recruit na vijana wengine. Ninyi hamshtuki? Nani anawatunza? Nani anawatunza? Watamrejesheaje anayewatunza? Anataka kufaidika na nini na mambo ya Tanzania kama si gesi? Mimi katika kuzunguka nimeijua dunia hii. Unaenda mahali hivi unakuta watu mchoro wanayo madini na kiwango chake paka ya kijijini nilikozaliwa. Ndivyo watu wanavyoijua Tanzania na rasilimali zake.